Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha tafakari kinachokuja kutoka hapa Tumaini Television. Na kuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Karibu tutafakari pamoja. Uhai wa Injili. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Tumaini Media, leo ni Dominika ya 12 mwaka A wa Kanisa, tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2026. Anayekuletea tafakari hii ya uhai wa Injili ni mimi Padre Rogasian Msafiri, paroko wa parokia Bikira Maria Mama wa Huruma, Mbezi Beach, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Yeremia, sura ya 20 aya ya 10 hadi 13. Somo la pili linatoka katika kitabu wa waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 5 aya ya 12 hadi 15. Na Injili inatoka katika Injili ya Mathayo, sura ya 10 aya ya 26 hadi 33. Tusikilize masomo. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia mitume wake, msiwaogope, kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Niwaambialo ninyi katika giza, lisemeni katika nuru, na msikialo kwa siri, lihubirini juu ya nyumba. Msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho na pia katika jehanamu. Je, mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja? Wala hata mmoja haanguki chini asipojua Baba yenu. Lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Neno la Bwana. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Tumaini Media, tuna mambo kadhaa ambayo tunapaswa kuyafanyia kazi, kuyachukua na kuyaishi leo, hasa katika fundisho la Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la kwanza ambalo ameanza nalo, anasema msiwaogope, kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa. Msiwaogope. Hili neno hili usiogope, neno usiogope kwenye Biblia yetu hii kubwa hii limetajwa mara 365, 366. Kwa maneno mengine, kila siku Mungu anakuambia usiogope. Mara 366. Kila siku maana yake, na siku za mwaka ziko 365, 366. Maana yake kila siku Mungu anakuambia usiogope. Usiogope. Hata iweje usiogope. Simama vizuri na neno hili, usiogope. Muamini Mungu, amini uweza wake na mamlaka yake, naye atafanya. Usiogope. Maana yake kila siku, hata leo ameniambia, hata jana aliniambia, hata kesho ataniambia, na ataendelea kuniambia usiogope. Na mimi nakwambia usiogope. Tulia, muamini Mungu. La kwanza. La pili, jambo letu la pili, wewe ni bora sana kuliko chochote alichokiumba Mungu. Ni bora sana. Mwanadamu
ndiyo fahari ya uumbaji. Ametoa mfano wa shomoro na viumbe vingine vyote. Mungu anakujali sana kwa sababu wewe ni kiumbe cha pekee. Mungu amekupenda kwa sababu wewe ni kiumbe chake cha pekee. Na kwa sababu anakujali na kukupenda, ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo alikubali kuteswa na kufa msalabani kwa ajili yako. Alafu akakupa ulimwengu na vyote vilivyomo ili uvitiishe na kuvitawala. Vyote. Nendeni mkatawale na kuutiisha ulimwengu. Ndivyo tulivyoambiwa na ndivyo tulivyo. Ingawa leo ulimwengu unatutawala na kututiisha. Tumeshindwa kuutawala na kuutiisha ulimwengu. Badala yake tunatawaliwa na tunatiishwa na tunaendeshwa na ulimwengu huu. Lakini nguvu tunayo, mamlaka tunayo. Kwa hiyo angalia vizuri, wewe ni kiumbe bora sana. Wewe ni kiumbe cha maana sana. Mungu amekuumba kwa fahari zake zote. Na wewe ndiye mtawala wa ulimwengu huu. Simama vizuri katika ulimwengu huu. Hilo la pili. La tatu, jambo la tatu ambalo tunapaswa kulishika leo. Mungu anakujua vizuri. Mungu anakujua vizuri. Anakujua, ndio maana anasema hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa. Wewe unajua una nywele ngapi? Hata hivi hapa sijui hivi kwenye kidole changu hapa kimoja, sijui viko vingapi. Sembuse mwili wangu mzima. Sembuse kichwa changu kimejaa manywele hivi. Lakini Mungu anajua hizi nywele ziko ngapi. Umeangusha nywele ngapi asubuhi hujui, lakini Mungu anajua. Zilikuwa ngapi, zimebaki ngapi. Hata nikijikuna hivi huenda iko inayotoka. Zimetoka ngapi, zimebaki ngapi, Mungu anajua. Mimi sijui. Kwa hiyo Mungu anakujua, usihangaike. Mungu anakujua vyema, anakufahamu vizuri. Tulia, muamini, mpende, mtukuze Mungu. Hilo ni la tatu. La nne, unapaswa kumkiri Bwana wetu Yesu Kristo hadharani. Kama anavyosema, mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana. Ila yeyote atakaye nikiri, na mimi nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Sasa kumkiri Yesu Kristo hadharani, yani kuungama imani yako hadharani. Kumuungama Yesu Kristo hadharani bila uoga, bila mahangaiko. Wengi tunaogopa kukiri imani yetu hadharani. Wengi tunaogopa kujijulisha na kujitambulisha kwamba sisi ni kina nani hadharani. Wengi tunaogopa kujionyesha kwamba sisi ni Wakristo. Tunashindwa kukiri imani yetu hadharani na kujijulisha vile tulivyo. Kumbe tunapaswa kujipambanua vizuri, kujiweka vizuri, kujielewesha vizuri kwa watu sisi ni akina nani. Mkiri Yesu Kristo naye atakukiri wewe. Ukimkana naye atakukana. Kwa hiyo muamini, jitambulishe, kiri imani yako hadharani, simamia imani yako bila hofu wala wasiwasi wala mashaka. Na la mwisho ambalo ni la tano, tubadilike basi tuwe majasiri wa imani. Tuishi imani yetu vizuri. Tuwe Wakristo wenye ujasiri. Tuwe Wakristo wasio yumba wala kutishwa na vitu vidogo vidogo. Tusiyumbishwe na vimaneno, vitu fulani ambavyo hata havifai. Tunayumba kama hatuna msingi imara. Sisi tunapaswa kuwa na msingi imara na nguvu na uaminifu wa kweli na kuishi imani yetu sawasawa kwa ujasiri mkubwa. Ninakuombea uwe na ujasiri mkubwa katika imani yako. Ninakuombea uishi imani yako sawasawa bila kuogopa, bila kusitasita, bila hofu, bila wasiwasi, bila mashaka yoyote. Ninakutakia baraka na neema za Mwenyezi Mungu zidumu kuwa pamoja nawe, na Mungu akubariki. Mtazamaji wa Television Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha tafakari. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Tuonane wakati mwingine. Kwa heri.